Okay, mjadala wa siku ya leo unasema baada ya Simba kurudi Sekafa na Singida kuanguka mapema, Tanzania bado ina nguvu kubwa Afrika Mashariki? Ni swali hilo ambalo lipo katika mjadala wetu wa siku ya leo. Sasa tuende tukachambue na kunyumbulisha, tuangalie ili pale utakapokuwa unatoa maoni yako, basi utalinganisha vitu vingi alafu unaweza kujipatia majibu. Sawa, kwa miaka mingi Tanzania imekuwa moja ya nchi zenye nguvu kubwa zaidi katika soka la Afrika Mashariki, kutokana na ubora wa ligi yake ya ndani, yani NBC Premier League, na vile vile Tanzania imekuwa bora katika uwekezaji wa vilabu kama Simba, Yanga pamoja na Azam. Uwepo wa mashabiki wengi, hichi ndio kitu ambacho kinafanya pia soka la Tanzania kuonekana kuwa na nguvu, na uwezo wa kusajili wachezaji wa kimataifa. Kama ukiangalia dirisha hili la usajili ambalo linaendelea, tukiangalia vilabu vingi vimesajili wachezaji wa nje. Sidhani kama kuna klabu ambayo haijasajili mchezaji wa nje. Kwa hiyo hichi ni moja ya kitu ambacho kinafanya Tanzania ionekane kuwa na nguvu katika soka Afrika Mashariki, right? Na vile vile Tanzania ina historia nzuri katika mashindano ya Sekafa. Historia nzuri katika mashindano ya Sekafa. Hivi ni vitu ambavyo vinafanya Tanzania kuwa moja ya nchi au miongoni mwa nchi zenye nguvu kubwa zaidi katika soka la Afrika ya Mashariki. Lakini swali kubwa la sasa la kujiuliza ni je, ukubwa wa ligi na majina ya vilabu, ukubwa wa ligi mfano NBC Premier League, majina ya vilabu kama Simba na Yanga, unatosha kuthibitisha kuwa Tanzania bado ndio nguvu namba moja ya Afrika Mashariki? Inatosha ukubwa wa ligi na ukubwa wa vilabu? Kwa jibu la kitaalam ni kwamba tunahitaji kuangalia maeneo manne: ubora wa vilabu, tunahitaji kuangalia matokeo ya mashindano ya kimataifa, tunahitaji uzalishaji wa vipaji, na tunahitaji mfumo wa uendeshaji wa soka. Hivi vitu vinne hivi ndivyo vinavyoamua kwamba tuendelee kuwa na nguvu, Tanzania tuendelee kuwa na nguvu katika soka la Afrika Mashariki. Swali jingine ambalo ni la kujiuliza kwa sasa, haya mashindano ya Sekafa yakiwa yanaendelea pale nchini Rwanda, Simba kurudi Sekafa ni ishara ya nguvu au historia tu? Kwamba Simba amerudi kule ni kwa sababu ana nguvu, au ni kuweka historia kwa sababu ameweka historia, amechukua ubingwa mara nyingi pale katika hayo mashindano ya Sekafa. Kurudi kwa Simba kwenye Sekafa Kagame Cup kumeongeza uzito wa mashindano kwa sababu Simba ni moja ya klabu zenye historia kubwa Afrika Mashariki. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa wanalichukulia hili jambo kwa uzito. Nguvu walizonazo Simba, wana uzoefu wa kimataifa. Klabu ya Simba imekuwa ikishiriki mara kwa mara mashindano ya CAF, kama CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup. Simba imekuwa ikishiriki huko kote, na hii imeipa uzoefu wa mechi za pressure. Simba imepata uzoefu wa mechi za pressure, imepata kusafiri Afrika. Kwa hiyo hali ya hewa, tamaduni, namna ya uchezaji, mbinu za uchezaji za timu nyingine, kwa hiyo wanaweza wakawa wana uzoefu na hilo pia. Na vile vile klabu ya Simba ina uwezo wa kukabiliana na mitindo tofauti ya soka. Wanajiita wa kimataifa hawa. Kwa hiyo kama ni wa kimataifa basi, na kama wamefanikiwa kutembea nchi kadhaa, uwezekano ni mkubwa wa kuweza kukabiliana na mitindo tofauti ya soka. Wanakutana na makocha wengine, kila kocha ana mfumo wake anaotumia, na falsafa yake, kwa lazima wanakuwa na vitu vingi. Na kitu kingine kinachoipa Simba nguvu ni uwezo wa kifedha. Simba ni miongoni mwa klabu zenye uwezo mkubwa wa kusajili wachezaji wa viwango, kulipa mishahara bora na kujenga kikosi kipana. Yes. Changamoto ambayo wanakutana nayo hii klabu ni nguvu ya kifedha. Nguvu ya kifedha pekee haitoshi. Sawa, ukiwa na pesa bado haitoshi. Kuna vitu ambavyo vinahitajika ili kusaidiana na hiyo pesa ili kuweza kufanya klabu iwe bora na iendelee
kuleta ushindi. Katika soka la kisasa inahitajika mfumo bora pamoja na majina makubwa. Mfano, timu kama Jamusi Sports Club inaweza kushinda timu yenye budget kubwa kama itajilinda vizuri, kama itatumia nafasi na kuwa na nidhamu ya mchezo. Kwa hiyo tunaona kwamba sio ukubwa wa timu wala sio timu kuwa na fedha nyingi ndio inayoamua ushindi. Hapana, kunahitaji kujilinda, kunahitaji nafasi. Mnatumiaje nafasi ambazo mnazipata nyie kama wachezaji, na kuwa na nidhamu ya mchezo. Tukigeukia katika klabu ya Singida, Singida Black Stars kuanguka, je, ni ishara ya udhaifu? Kwa sababu tunaona Singida walifungwa mabao 2-0. Ni udhaifu au ni kwa sababu ni mechi ya kwanza, basi tusubirie tuone mechi nyingine inayofuata? Pengine ile ilikuwa tu ni bahati mbaya, walizidiwa mbinu, wakafungwa, ikabidi wakubali matokeo, lakini watakuwa wamejifunza, pengine mechi inayokuja wanaweza wakafanya vizuri zaidi. Kupoteza kwa Singida dhidi ya Jamusi kumeibua mjadala mkubwa. Na kwa mtazamo wa kitaalam, kushindwa kwa Singida hakumaanishi Tanzania imepoteza nguvu, lakini kuna maswali muhimu ya kujiuliza. Tatizo lililoonekana wakati Singida wakicheza ni kwamba kutokuwa na utulivu wa kikosi. Hili ni tatizo ambalo lilionekana. Vilabu vingi Tanzania vinakabiliwa na changamoto ya kubadilisha wachezaji wengi kila msimu na kukosa muda wa kujenga mfumo. Unajua tukileta hii katika maisha ya kawaida, maisha yenyewe yanaongozwa na mfumo. Wanakuambia ukitaka kubadilika, anza kubadilisha mfumo wako wa maisha. Mfumo yani ni utaratibu gani ambao umeuweka kwenye maisha yako? Yani labda kwa siku ni utaratibu gani ambao umeuweka siku nzima? Unapangaje ratiba yako? Ratiba yako imekaje? Maanake unaweza ukapanga ratiba na usifuate. Lakini unapoweka ratiba au unapoweka mfumo na ukaufuata, mimi nadhani ni kitu kizuri. Kwa hiyo Singida wanakosa muda wa kujenga mfumo kutokana na ile kubadilisha wachezaji kwa kile kitendo cha kubadilisha wachezaji kwa kila msimu. Hiyo na yenyewe inaweza ikawa ni miongoni mwa changamoto ambayo ni tatizo ambalo limeonekana kwa klabu hii ya Singida. Na tatizo jingine ambalo limejionyesha hapo ni kutegemea vipaji binafsi. Timu inapokuwa na mchezaji mmoja au wawili wanaobeba mzigo mkubwa, ikizuiwa inakuwa ngumu kupata matokeo. Kwa hiyo inabidi bwana, kama ni wachezaji wapatikane, yani kila eneo liwe na mtu wake bora, kwamba asitegemewe mchezaji mmoja au wachezaji wawili. Okay, sawa, mchezaji mnayemtegemea labda ameteguka mguu katikati ya mechi ikiwa inaendelea, unafanya nini? Maanake unaona kabisa ni kwenye ile mechi unaenda kupoteza, kwa sababu mtu ambaye mnamtegemea tayari amepata madhara katikati ya mpira ukiwa unaendelea. Kwa hiyo kutegemea vipaji binafsi na yenyewe ni tatizo ambalo limeonekana kwa klabu ya Singida. Andrea anasema wachezaji gani wametoka kwenye kikosi cha Azam, kwa sababu ulikuwa umesema na wapata taarifa muda huu. Ndio Andrea, ni pale mwishoni nikiwa na kusogezea habari za michezo. Sasa hivi tupo katika kipengele cha mjadala wa siku. Tatizo lingine ambalo lilionekana kwenye klabu ya Singida ni maandalizi ya kimataifa. Mechi za Sekafa zinahitaji uwezo wa kucheza mechi nyingi kwa muda mfupi, zinahitaji fitness kubwa na vile zinahitaji benchi refu. Okay? Tanzania tukilinganisha na nchi nyingine za Afrika, tukiangalia katika upande wa soka sasa, tukiangazia nchi ya Rwanda ambapo haya mashindano ya Sekafa yanaendelea kufanyika pale. Rwanda imekuwa ikipiga hatua kwa miundombinu bora, uwekezaji kwenye uwanja na usimamizi mzuri wa ligi. Vilabu kama APR na Rayon Sports vimekuwa washindani wakubwa pale nchini Rwanda. Okay, Musa anasema dada, Simba wanacheza lini tena? Simba wanacheza kesho jamani, kesho saa 10. Faida ya Rwanda ni kwamba mfumo wa maendeleo, nidhamu ya klabu na uwekezaji wa muda mrefu. Tunaziangalia nchi za Afrika Mashariki. Tukigeukia nchi ya Uganda ina historia kubwa ya soka na nguvu walizonazo Uganda, wana vipaji vingi vya vijana na wana uzalishaji wa wachezaji. Vile wana ligi yenye ushindani. Ni nguvu ambazo wako nazo Uganda, lakini changamoto walionayo Uganda ni kwamba uwekezaji wa klabu haujafikia kiwango cha Tanzania. Kwa hiyo Tanzania wanawazidi Uganda katika
katika kuwekeza katika michezo. Tukigeukia pale nchi jirani ya Kenya, Kenya ina idadi kubwa ya vipaji na Kenya wana soko kubwa la mashabiki, ni nguvu walizonazo. Na changamoto pale nchini Kenya inakuwa ni usimamizi wa ligi na uwekezaji wa klabu. Right, hizi ni nchi za Afrika ya Mashariki ambazo tumeziangazia hapo. Kwa nini Tanzania bado inaweza kuwa na nguvu kubwa licha ya kwamba mechi zilizochezwa inaonekana kwamba Simba hawakufunga bao lolote na vile vile hawakufungwa, Singida wenyewe walifungwa bao 2, lakini Tanzania bado inaweza kuwa na nguvu kubwa. Kwa nini? Sababu ya kwanza ni ubora wa ligi. NBC Premier League imekuwa moja ya ligi zinazofuatiliwa zaidi Afrika Mashariki. Kwa sababu ya Simba na Yanga ni timu kubwa na ni timu ambazo zina mashabiki wengi, zinajulikana ndani na nje ya Tanzania. Yes, hii ni sababu mojawapo inayofanya NBC Premier League kuwa ligi ambazo zinafuatiliwa zaidi. Mashabiki wengi, mashabiki wamekuwa wakishabikia ligi na uwekezaji wa matangazo na vile vile viwanja vikubwa. Yes, ni sababu ambazo zinafanya Tanzania iendelee kuwa kubwa. Na dabi ya Simba na Yanga ni moja ya mechi zenye mvuto mkubwa Afrika. Lakini hata nyie unajua kuna mechi nyingine zikichezwa yani hata ukiangalia katika wafuatiliaji, wewe hata ukiingia YouTube tu hapo ukiangalia mechi ambazo zinachezwa Simba na timu nyingine, Yanga na timu nyingine, halafu ukaja kuangalia mechi ambayo imechezwa na Simba na Yanga, utaona kwamba Simba na Yanga ni mechi ambayo huwa inakuwa na mashabiki wengi sana, inafuatiliwa na watu wengi sana na zinaonekana na ndizo timu kubwa na timu zenye nguvu kwa hapa nyumbani. Sababu ya pili inayofanya Tanzania kuwa na nguvu kubwa ni uwezo wa kifedha. Simba, Yanga pamoja na Azam zina uwezo ambao timu nyingine za ukanda huu hazina. Fedha zinawezesha usajili bora, zinasaidia timu za vijana na vile vile zina uwezo wa kupata wataalamu, wafanyakazi wa kitaalam, kwamba tunahitaji mtu fulani amebobea kwenye hili eneo, basi wana uwezo wa kumpata kwa sababu wako vizuri kifedha. Sababu ya tatu ambayo inafanya Tanzania kuendelea kuwa na nguvu kubwa Afrika Mashariki katika soka ni uzoefu wa CAF. Vilabu vya Tanzania vimekuwa vikifikia hatua kubwa CAF. Mfano Simba kufika robo finali CAF Champions League, Yanga kufika hatua za juu CAF Confederation Cup. Hii inaonyesha kiwango cha ushindani. Na kwa Tanzania, lakini Tanzania ina udhaifu gani? Ili kubaki pale juu, Tanzania lazima iboreshe kwanza maendeleo ya vijana. Tatizo ni kwamba vijana wengi hawapati nafasi mapema. Hawapati nafasi mapema, lakini tukiangalia sasa hivi academy nyingi zimeanzishwa za michezo. Kwa hiyo nadhani watakuwa wanapata nafasi mapema, na vilabu hutegemea kusajili badala ya kuzalisha. Yaani vilabu vinataka kusajili tu lakini vyenyewe havizalishi. Ndio maana unakuta wanachukua zaidi watu wa nje. Kwa hiyo suluhisho ni academy bora na ligi za vijana zenye ushindani. Kwa Tanzania hivi ni vitu ambavyo vinaendelea kwa sasa na vinafanyika. Jambo jingine ambalo Tanzania inatakiwa kuboresha katika upande wa soka ni ubora wa makocha. Soka la kisasa linahitaji uchambuzi wa data, linahitaji sayansi ya mchezo na vile vile soka linahitaji mipango ya muda mrefu. Kocha bora si yule anayeshinda leo tu, bali yule anayejenga mfumo. Vile vile Tanzania inatakiwa kuboresha ushindani wa ndani ili kuendelea kuwa bora. Kama Simba na Yanga pekee ndizo zinakuwa na nguvu, ligi inapoteza ushindani na timu zinakuwa dhaifu kimataifa, kwa sababu wanakuwa na ile hali ya kujiamini kupita kiasi, overconfidence, kwamba sisi mbona tunashinda, mataji ya ndani wanashinda, ya hapa karibu jirani wanashinda. Kwa hiyo inapoteza ushindani. Kwa hiyo zikienda kule kimataifa inakuwa ni changamoto, lazima wapate ushindani. Kwa Tanzania inahitaji Azam, Singida, Coastal Union, Namungo, KMC na timu nyingine ziwe washindani wa kweli. Ifike wakati Azam ikicheza na Simba au ikicheza na Yanga, basi
kila mtu aseme kwamba Azam inashinda au Singida inashinda. Kwa hiyo tathmini ya nguvu Afrika Mashariki kitaalam, ubora wa ligi Tanzania inachukua. Tanzania vile vile inachukua ubora kwenye fedha za klabu. Upande wa miundombinu Rwanda iko vizuri zaidi. Upande wa vipaji vya vijana ni Uganda na Kenya, hawa wametuzidi. Uzoefu wa CAF, Tanzania ina uzoefu, na usimamizi wa mifumo Rwanda inaonekana kuwa na usimamizi mzuri zaidi wa mifumo katika soka. Tanzania bado inaweza kuitwa nguvu kubwa ya Afrika Mashariki kwa upande wa vilabu, fedha na ushindani wa ligi, lakini nafasi hiyo haijahakikishwa milele. Kuanguka kwa Singida dhidi ya Jamusi ni ujumbe kwamba majina makubwa hayatoshi tena. Maandalizi, mfumo na nidhamu ndivyo vinaamua mshindi. Sekafa ya sasa inaonyesha kuwa Simba haiwezi kudharau timu yoyote. Timu ndogo zimepiga hatua, na Tanzania lazima iendelee kuboresha mfumo mzima wa soka. Kwa hiyo swali ambalo nakuacha nalo wewe mwana soka, swali la kujiuliza ni kwamba kama Simba, Yanga na Azam zingeondolewa kwenye ramani, je, Tanzania bado ingekuwa taifa bora la soka Afrika Mashariki? Simba, Yanga na Azam, tunajua kabisa hizi ni timu kubwa. Kwa hapa Tanzania ni timu kubwa na ni timu ambazo zina mashabiki wengi. Zimeondolewa kabisa kwenye ramani, zikabakia hizo timu nyingine. Tanzania bado ingekuwa taifa bora la soka Afrika Mashariki? Hii ni katika kile kipengele cha mjadala wa siku.